الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه wasallam. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametupatia afya na akatuleta sehemu kama hapa. Hii ni sehemu za mayatima. Kila wakati tunakuja, mashaallah. Kuna dada yetu mmoja ametuma nguo nyingi, hata zingine zimebaki kwa store kule. Wallahi huyu dada yetu anaitwa Ummi Muhammad kutoka Oman, na nafikiri sio mara ya kwanza ametuma nguo. Mara nyingi huwa anatuma nguo na huwa tunaleta hapo sehemu za mayatima. Mashaallah, Allah subhanahu wa ta'ala amzidishie fi dunia wal akhirah, na Allah subhanahu wa ta'ala amtimizie mahitaji yake. Kwani sisi sote tunafaa kuwalisha mayatima ama kuwavisha mayatima. Waislamu, mnaona dada yetu amejitahidi sana. Kutoka Oman paka Kenya, Nairobi, mtu anatuma nguo kutoka kule ili hao wa mayatima wavae vizuri na wakae vizuri, wakitembea wawe wamevaa nguo nzuri nzuri. Unaona hizi nguo vile ziko smart, mashaallah. So Waislamu, tuwe tunaiga Waislamu wale wanatoa mali yao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tusiseme wao ni mayatima. Hao mayatima ni watoto wetu, kama watoto wetu ambao wako nyumbani. Vile tunawapenda kuwavalisha watoto wetu, na pia tupende kuwavalisha hao mayatima, kwani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia yote atafurahisha yatima basi watakuwa naye peponi. Kwa hivyo Waislamu tujitahidi sana. Badala wametoa nguo, na wewe Muislamu ambaye unatuangalia, utoe chakula, utoe pesa. Hao watoto wanasoma shule, wengine wanadaiwa karo ya shule. Wengine wako secondary, wengine wako university, na hawa ni watoto wetu Waislamu. Kwa hivyo tujitahidi kuwalisha hawa mayatima kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na huyu dada yetu Allah subhanahu wa ta'ala mtimizie mahitaji yake. Na Waislamu tuige hawa Waislamu ambao wanatoa sadaka zao, na sisi tuwe tunapata radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani na kesho akhira. Kwa hivyo yangu ni hayo machache. Namkaribisha Ustadh Salim. Ustadh Suleiman, karibu sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina Mustafa Abul Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ndugu zetu watukufu wa Kiislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na kumtakia rehema na amani mtume wa mwisho Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwanza kabisa ningependa kuhusia nafsi yangu bila kudhisahau nafsi zenu katika swala nzima la kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Vile vile Waislamu, ni kumshukuru huyu dada yetu ambaye ametuma mzigo huu, ametuma nguo hizi kutoka mbali, zikaja zikafika mpaka sasa hivi zimefika katika mji wa Nairobi. Dada yetu kutoka Oman, Mwenyezi Mungu amfanyie pesi shughuli zake anazozifanya, biashara zake, kazi zake, na ampe nguvu, ampe siha, na vile vile siku aweze kumjalia mwisho mwema. Kazi kama hii ndio kazi ambayo mtume alikuwa anapenda sana, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam naye pia alikuwa ni yatima, na Mwenyezi Mungu anamwambia kwamba wewe mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa ni yatima. Kwa hivyo katika swala la yatima, wakati tunapolizungumzia Waislamu, tulizungumzie kama tunamuona mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye mtume, wazazi wake wameondoka, wengine wameondoka kabla hajazaliwa na wengine wameondoka akiwa na umri mdogo katika ulimwengu. Kwa hivyo mayatima, wakati tunapozungumzia na wakati mnapoona ya kwamba tumeshadidia sana kuwashughulikia mayatima, ni kwa sababu ni miongoni mwa mambo makubwa ya Muislamu yeyote ambaye ni mukallaf kuweza kushughulikia na kujua kwamba ni wajibu wake kuweza kuwashughulikia mayatima.
Kaka yangu hapa, kaka Ali amezungumzia, sitaki kuendelea sana. Tulishai kusema ya kwamba katika kituo hiki pia tuna watoto wadogo ambao pia watoto wadogo hawa wanahitaji vitu kama pampers. Kwa hivyo si ya kwamba ni nguo tu, kunahitajika pesa, kunahitajika mpaka vitu kama pampers, kwa sababu wengine ni watoto wadogo sana ambao pia wanahitajika kuweza kuvishwa vitu kama hizo. Unakumkiona unakuta kwamba watu wengine ni wadogo sana, na watoto hawa si ya kwamba ni mavazi tu, wanahitajika zile basic needs, mavazi na chakula pia, kwa sababu mnaona kama vile tulisema kuna zaidi ya watoto 172 katika kituo hiki cha Banatul Islamia, Good Hope Markaz Banatul Islamia. Kwa hivyo tunahitaji Waislamu nguvu zenu, kama vile huyu dada yetu ameweza kujitolea, na Waislamu wengine wachukue mfano huu wa kuweza kujitolea na kuifanya kazi hii kwa moyo mmoja, kwa nguvu moja na kwa kasi, kwa sababu hizi ni kazi zote ambazo ni kazi zinatuhusu. Ndugu yangu hapa amezungumza akasema kwamba hawa mayatima tu, wakati pamoja na kwamba ni mayatima lakini tukiwaangalia, tusiwaangalie kama mayatima, tusiwaone kama mayatima, tuwaone kama ni watoto wetu, na watoto hawa wanafaa kupewa mapenzi na chochote ambacho kinachohitajika katika familia. Wewe mtoto wako, kile ambacho unachompa au unachowapa watoto wako, ima ni chakula, mavazi mazuri, sehemu nzuri ya kuishi, watoto hawa wanahitajika kupewa vitu kama hizo. Na tunasema kila wakati ya kwamba kanuni au sheria za Kiislamu, watoto hawa mayatima walikuwa nafaa kulelewa kwa Waislamu. Kila Muislamu achukue watoto 2, 3, 4, 10, 20 kulingana na uwezo wake. Tulee mayatima hawa pamoja na watoto wetu, ili yale mapenzi ambayo tunawapa watoto wetu, chochote ambacho tunawapa watoto wetu, tusiweze kuwabagua, tuweze kuwapa pia na watoto hawa pamoja na hao watoto wetu. Lakini kutokana pia na hali na pia mizunguko ya machumi na mambo mengine kama hayo, jambo hili linakaa kwamba haliwezekani mpaka kuwekwe vituo, na vituo kama hivi ni kama hichi mojawapo cha Good Hope Markaz Banatul Islamia. Na kila wakati tunashadidia kwamba kunahitajika pesa, kunahitajika chakula, ili jambo hili liendelee kuendelea. Na wakati utakapoona kwamba wanashughulikiwa, na kila wakati kuna watu ambao Waislamu wana mapenzi makubwa tangu wakiwa mdogo, watoto hao pia watajenga mahaba hayo pia kwa mayatima ambao watakaokuja baadaye, labda wakati utakapokuwa wakubwa, nao pia watakuwa na mahaba kama hayo, watakuwa na mapenzi kama hayo, na wataweza kuwashughulikia mayatima, na watakumbuka ya kwamba hata wao pia wamepitia katika mambo kama hayo, wamepitia katika maisha kama hayo, lakini Waislamu waliweza kuwashughulikia na kuweza kuangalia. Kwa hivyo hao wote ambao wameweza kujitolea, na wale Waislamu ambao watakoweza kujitolea, kwanza tukiwa tunaendelea tunamsubiria Sheikh Salim hapa, kwanza tufanye al-Fatiha, tuweze tufanyie al-Fatiha kwanza, kisha tutaweza kusomewa dua na mmoja wenu. Nadhani itakuwa ni bora zaidi. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن شاء الله. شيخ سالم. نعم شكرا ما شاء الله. Dua nani atufanyia inshallah pande. Karibu. Na upande wa dada nani mmoja ndio tumalizie. Bismillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta salam wa minka salam, tabaraka ya jalal ikram. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Bina kuomba tupe riziki, tupe shifa sema dhambi zetu. Bina kuomba dada yetu from Oman, mpe riziki, mpe shifa sema dhambi zake, pisha macho ya hasad. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Mungu tunakuomba saidie dada yetu kutoka Oman, mpe riziki, mpe shifa, mfungulie njia zake, muondoleshee husda,
muendeleshe nuksi. Mwenyezi Mungu tunakuomba usaidie na Waislamu wote, wape riziki, wape shifa. Mimi naitwa Salim. Wycliffe. Asante Wycliffe. Wycliffe, swali gani uko nao kwa leo? Na swali napenda munieleze nijue. Je, kwa dini yenu ya Uislamu mnaamini ushirikina upo? Katika dini ya Uislamu tunaamini kuna ushirikina, na that's why tumekatazwa. Ni kitu kiko ambao ni maovu, ndio sababu tumekatazwa ushirikina ambao ni kutazamia mishale ya kupigia ramli 590 Qur'an. Ndio tukakatazwa kwa sababu iko ushirikina. Watu wanamshirikisha Mungu, wanafanya shirki, wanafanya nini, wanafanya vitu mingi sana. Sikiza 590 Qur'an. Hebu tupe hizo vitu. 590 al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Enyi mlioamini, bila shaka ulevi na kamari na kuabudiwa au kuomba asiyekuwa Mwenyezi Mungu na kutazamia kwa mishale ya kupigia ramli. Na kutazamia kwa mishale ya kupigia ramli. Hiyo ndio watu wanafanya shiriki pale, wanamshirikisha Mwenyezi Mungu. Unaenda ati unasomewa nyota, unaambiwa kama ungefika hapa siku 2-3 ungekuwa ushakufa wewe. Umefanya vizuri kuja hapa. Lazima tuzuie hii kifo yako. Hakuna anaweza kuzuia kifo. Nafsi muda wake ukiisha wa kuondoka itaondoka tu. Hauwezi zuia. Hata ukileta madaktari 1,000,000 ndio wazuie mtu asife, atafariki tu. Muda wake ukifika ataondoka. Hauwezi zuia. Anaendelea kusema Mwenyezi Mungu, na kwa vinginevyo yote haya ni uchafu. Yote haya ni uchafu. Ni katika kazi ya shetani. Basi jiepusheni navyo ili mpate kufaulu. Unasikia? Tumeambiwa tujiepushane nayo ushirikina, tujiepushane nayo tupate kufaulu. Ndio tukakatazwa kwa sababu iko watu waovu wanafanya. Sasa kwa kidesturi ya Kiafrika, ushirikina kuna madhara yenye inaweza dhihirika. Sijui kama wewe unaamini kwamba kuna uchawi, wacha niseme uchawi. Sasa nyinyi mnakabiliana aje na uchawi? Tuseme umerogwa na we ni Muislamu, unakabiliana aje na urogi? Mtu akifanyiwa sihiri, akirogwa na yeye ni Muislamu, kuna visomo ambao tumeambiwa zile aya ambazo atasoma ambayo zitamuondolea ile uchawi. Kuna mashekhe ambao wanafanya kitu inaitwa ruqya. Ruqya ni kisomo ya kisheria ambayo haina ushirikina wote. Unasomewa Qur'ani ya Mwenyezi Mungu, alafu ile uchawi inaondoka. So inatolewa na Qur'an. Uchawi yoyote iwe iko namna gani inatolewa na Qur'an. Sasa unasema kuna mashehi, ni kumaanisha kuna watu speciali kuna kukabiliana na uchawi. Ninaposema kuna mashehe, shehe maana yake ni wazee, lakini ni wasomi. Maana yake yani kuna wale wasomi ambao wamesoma, kwa sababu kila kitu lazima kiwe na utaalamu. Kuna imamu ambaye amesoma namna ya kuongoza watu katika msikiti. Kuna hawa ambao wamesomea hii somo ya ruqya. Kuna maulama wengine wamesoma mambo ya hadithi na nini. Unaona? Kila mtu kuna ile fani ambao wamezama ndani yake. Ni sawasawa, kuna daktari, kuna mwanasayansi, kuna nini. Sasa kuna wale ambao wana kisomo cha ruqya, kila Muislamu anaweza jisomea, lakini kuna wale wataalamu wa kusoma kisomo ya ruqya. Kuna zile aya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alituelezea, mtu akifanyiwa usihiri atasoma aya hii na aya hii na aya hii inatoka. So kama wewe ni baba na umesoma, unamfanyia mtoto wako kama ndiye amefanyiwa sihiri, sio lazima ulete shekhi. Hapana. Kwa sababu unajua namna lakini lazima uwe umesoma. Napata vizuri, lazima uwe umesoma. Yani wewe ni scholar, umesoma vizuri, unajua ni aya hii na aya hii na aya hii. Alafu utajua dalili ya uchawi. Lazima ujue hii ni dalili ya uchawi, au hii ni dalili ya jini amemwingia mtu. Hii ni dalili ya hasad. Kuna tofauti ya uchawi, hasad, nini, zote hizo. So lazima uwe umesoma. Sasa naomba unielimishe. Umesema kuna tofauti ya? Sasa hiyo unajua wakati umeanza kisomo.
Uwezi, nakwambia, uwezi kujua wakati hujamsomea mgonjwa. Lazima yule mgonjwa aje, aanze. Ukianza kumsomea ndio utajua huyu nimemsomea haja react upande wa kuwa na jini. Unajua huyu hana jini. Hakuna pepo mbaya amemwingia. Yani jini hajamuingia huyu. Kwa sababu kisomo ulichomsomea hakuna reaction yoyote imefanyika. Sasa unaingia katika aya za sihiri. Ukimsomea tu uone reaction, unajua huyu karogwa huyu. Hizi reaction unaongea, unaona kama Wakristo kuna ile sarakasi ya sasa hii reaction unasema ni gani? Katika Uislamu sio hizo sarakasi, hapana. Mtu anaposomewa kisomo na mtaalamu yuko hapa anakupigia rukia vizuri. Kama alikuwa tu ametulia, umeanza kumsomea, unaona ameanza kulia peke yake. Ama unaanza mtu anaanza kama ile inaitangwa aje, yani venye mtoto anapanda joto ikipanda sana kwa mtoto, unaonanga mtoto anastuka hivyo. Wewe umeanza kumsomea na alikuwa nomo, unaongea naye alafu umeanza kumsomea, anaanza kustuka, unajua hii ni dalili ya kitu fulani. Wakati mwingine kuanguka. Wakati mwingine anaanguka, ukimsomea anaanguka tu, anazimia. Unajua hii dalili ya kitu fulani. Daktari hawako. Yani very simple. Yani kama uko na jini haraka inatolewa. Kuna awali na mazungumzo yenu niliona ni kama mliguzia kwamba jini ni viumbe vya Mungu. Kabisa ni viumbe wa Mwenyezi Mungu. Ama niliwapata vibaya, ni kama mlionyesha jini si mbaya. Jini wamegawanyika. Kuna majini ambao hawadhuru wanadamu na hawana shughuli na wanadamu, wao wanaishi katika maisha yao. Lakini kuna jini wakorofi ambao wanafanya kazi mpaka na wachawi. Wanatumwa na wachawi, wanasafirisha uchawi kwenda kufanyia fulani vituko hii na hii na hii. Inafanyika hiyo. Sasa hawa ni majini wakorofi ambao wanafanya kazi namna hivyo. Wanatumiwa na wachawi, wanapeleka uchawi sehemu fulani, wanapeleka uchawi katika boma fulani. So inajulikana wao ndio wanafanya hivyo kazi, kwa sababu ni wakorofi. Venye tuna wanadamu, anawezekana mwanadamu ndio anatumika kusafirisha kitu fulani ambao ni haramu. Anachukua hapa ima sumu ama nini, anasafirisha, ni mwanadamu. Lakini kuna wanadamu wanaishi maisha yao, hawashughuliki na maisha ya watu wengine. Hawezi kukudhuru, hana shughuli nawe. Lakini kuna wanadamu anachuki na wewe. Ukiendelea kidogo hasidi, hataki uendelee. Unashangaa huyu tunaulizana nini? Mimi si hata ukoo yake na nini, mbona ananifuatilia? Sasa hivyo ndo katika majini. Wale jini wenye hawana ubaya, mko huru kuhusiana nao? Hauna uhuru kuhusiana nao, na wao hawana uhuru kuhusiana na sisi. Kila mmoja aishi maisha yake. Hawa wakorofi ndio unaona wanakuja kuwachokora wanadamu. Kwa sababu hawa ni wakorofi, ni waasi. Ndio wanakuja kuwasumbua wanadamu. They terrorize human being. Wanakuja kuwaterrorize wanadamu. Kwa sababu ni waovu. Wale ambao hawana shughuli, wao wanafanya shughuli zao na wanadamu wanafanya shughuli zao. Hakuna kuambatana na majini. Unaambatana na majini wakusaidie nini? Jini hana riziki. Jini anategemea Mwenyezi Mungu ampe riziki. Jini hana uwezo wa kukusaidia kwa chochote katika wewe maisha yako mwanadamu. Jini hawezi kukuponya wewe mwanadamu. Anayekupa shifa ni Mungu peke yake. Anayekuondolea dhara ni Mungu peke yake. Jini hawezi kukusaidia katika hayo. Ni ukorofi na uongo tu anakudanganya ya kuchanganya. Hawezi. Kwanza utahusiana na ndio unaona wakiattack tunawasomea Qur'ani wanaondoka kwa sababu ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Sasa wakati katika Qur'ani hiyo inatumika kuadhibu kwa sababu ni viumbe vibaya wanaadhibiwa na wanatolewa kwa lazima, kwa sababu kuna wengine wakorofi zaidi hawataki kutoka. Kabisa. Sasa wanatolewa kwa lazima na maneno ya Mwenyezi Mungu. Qur'an. Kulingana na maandiko yenu, jini anaweza chukua form ya mwanadamu kwa mfano? Sijasoma. Sijafika hiyo na mwanadamu kama mtu. Yaani jini upata naye hapa upige story naye. Inawezekana. Hiyo elimu sina. Hiyo elimu sina. Sawa basi. Sina hiyo. Yaani kama uko nayo elimu. Hiyo ni story za jaba. Ati ukienda Mombasa ati jini amejibadilisha amekuwa msichana, ati ukimchukua mkiingia kwa lodging ati sijui ati miguu ya ng'ombe. Hiyo sina elimu hiyo. Hiyo sijafika katika hiyo elimu.
Hiyo elimu sina. Sasa ni labda nikisoma nikiipata takuja kukuambia, lakini sijui hiyo. Unajua watu wengine wanafanya imagination ama wanaangalia hizi movie. Unaona? Kidogo na kaka yetu ungeongea naye atulie kidogo sababu leo nini? Unaona? So hiyo ni story watu wanastua watu. Najua kuna watu wanaweka stories za kuwastua watu pia, za kuogofya. Na ndio unaona hata mchawi anapofanya uchawi wake, vitu vingi anafanya ni za kuogofya. Anaweka sijui nyungu, sijui anaweka nini, vitu ya red, nini, anasema anaongea na wazee, story nyingi, kumbe ni kadabla anakuchezea. Unaona? Mwingine anakuambia nitakupatia dawa utajirike wakati yeye ni maskini. Yani wewe yani mchawi akutajirishe wakati yeye ni maskini. Na watu wao ni maskini. Si angetajirisha watu wao. So hizo zinakuanga ni story ambao ni za ajabu hakuna. Na Waislamu tumekatazwa tusitegemee chochote isipokuwa Mungu. 8:2 Qur'an. Sikiliza inasemaje? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. 8:2 Qur'an. Hakika wanaoamini kweli ni wale ambao wanapotajwa Mwenyezi Mungu. Hakika wanaoamini kweli ni wale anapotajwa Mwenyezi Mungu. Nyoyo zao hujaa hofu. Nyoyo zao hujaa hofu anapotajwa Mungu. Tupe vitu. Na wanaposomewa aya zake. Na wanaposomewa aya za Mwenyezi Mungu. Huwazidishia imani. Wanazidishiwa imani. Na wakamtegemea Mola wao tu basi. Wanamtegemea Mungu peke yake basi. Hawana kuamini mizimu. Hawana kuamini mizimu. Kuna watu wanakuambia ili ufaulu, sijui uende kwa kaburi ya fulani, sijui uende uchinje kwa kaburi ya fulani. Hiyo yote ni ushirikina. Ni makosa na ni dhambi kubwa sana. Nampata vizuri? Malizia usikie. Wala pango. Wala pango. Wala shetani. Wala shetani. Wala makaburi. Wala makaburi. Wala shetani, usitegemee shetani. Wala makaburi. Usiende kwa makaburi ukasema makaburi yatakusaidia. Wala mengineo. Wala mengineo. Hatuwategemei. Tunamtegemea Mungu peke yake. Na hiyo ndio utafaulu katika maisha yako. Na pili, pia usitegemee wanadamu. Wewe mtegemee Mungu. Hata wanadamu usiwategemee. Kwa sababu wanadamu wana tabia kumchoka mtu. Kwanza wanadamu wana tabia kumchoka mtu. Leo unamuomba leo shilingi 1,000 anakupa. Kesho unamuomba 1,000 anakupa. Mtondo unamuomba 1,000 anakupunguzia anakupa 500. Kesho kutwa mtondogo ukimuomba 1,000 anakupa 100, amepunguza. Hiyo siku nyingine ukija anakuambia wewe umenizoea. Au anakukimbia kabisa. Umenizoea. Wewe unatafuta watu wengine, hujaona mtu akuomba ni mimi tu. Nenda ukaombe wengine. Maana yake kakuchoka. Ambaye hakuchoki ni Mungu peke yake. Unamuomba asubuhi, jioni, mwaka 1, mwaka 10 bado anakutimizia. So wewe mtegemee Mwenyezi Mungu peke yake, ndio hachoki. Sawa. Mwisho lete ngawaje ni tofauti kidogo. Haina shida, wewe njika maswali. Isipokuwa tu ya siasa ndio hatujakubaliwa. Lakini hii maswali mengine ya dini wewe uliza. Ninyi kama Waislamu na mahali kwa maandiko yenu inaongelea kuhusu tuseme circumcision, matohara. Okay, sijui naiweka aje circumcision. Kabisa, kutahiri. Inafaa. Katika Uislamu kutahiri ni katika mambo matatu lazima yafanywe, iko katika yale mambo matano lazima yafanywe na Muislamu. Kwanza kutahiriwa lazima katika Waislamu, na iko hadithi sahihi kutahiriwa lazima, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaelezwa Qur'ani sura Tunahari 16:124. Sikiza anaambiwaje, au 123. Sikiza mtume anaambiwaje. Ndio ikaja hadithi sahihi ya kutueleza tufanye nini. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Tupe vitu. Na tukakufunulia kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaambiwa tukakufunulia ya kwamba ufuate mila Ibrahimu. Ufuate mila ya Nabii Ibrahimu alayhi salam. So mtume anaambiwa afuate mila ya Nabii Ibrahimu. Na katika mila ya Nabii Ibrahimu aliambiwa na Mwenyezi Mungu aweze kutahirisha watoto wa vijana. Wanatahiriwa katika ile ngozi ya mbele. Kutahiri inakuwa na faida mara mingi sana.
Faida ya kwanza katika kutahiri, unafuata sheria ya Mungu, amesema mtu atahiri. Pili, inakuwa ni usafi, kwa sababu ile kitu wakati ile sweta inachomoka hivi inabeba uchafu mwingi sana, so ile sweta inakatwa, inaondolewa, inakuwa uko msafi. Na ndio unaona mtu akisilimu akiwa ni mtu mkubwa hajatahiri, huwa lazima tunamuinsist atahiriwe, kwa sababu akienda kushika udhu atakuwa na kazi kubwa sana, lazima aoshe hiyo sehemu na ina take time, kwa sababu hawezi kwenda kuswali hali ya kuwa na ile uchafu. Ile sehemu ikiwa na ile sweta yake inabeba uchafu mwingi mno. Lazima kula kisu cha gariba. So lazima ale kisu. Siku hizi kula kisu inakuwa ni rahisi. Unaingia pale hospitalini, unakula kisu yako dakika 2-3, maliza hiyo kisu, anaenda anapona, na wiki moja au wiki moja, siku 7 hasa pona. Na kama ni mzaliwa mtoto wako, ni umri gani mnamkata sasa? Watoto wanakatwa wakiwa na umri wa mdogo tu. Wengine haina maana kwamba labda sasa ni mwanaume haiuzikani na from Africa watoto wengi Kiafrika akipashwa tohara inaashiria kuna transition fulani from tuseme utoto. Sasa nyie mkifanya pia ina uhusiano na labda sasa kukomaa kwa mtu? Sisi inafanywa kwa sababu ni sheria ya Mwenyezi Mungu, aliamrisha ifanywe namna hivyo. That's why unaona watoto miaka 2 hivi wanaenda wanatahiriwa. Unaona wako umri mdogo wanatahiriwa. Pata vizuri, inasaidia kiafya na mambo mingi sana. Sisi katika Kiafrika sasa, kwa sababu Waafrika hawa walikuwa na hiyo mila, walikuwa kwa mfano mila yetu ya Wakikuyu ilikuwa uwezi tahiri most of time mpaka umalize klasi ya 8. Kulingana na wakati ya huku kwetu, mpaka ukimaliza class 8 ndio unatahiri. So ukienda form 1 umekuwa mtu mzima, sasa unaambiwa umeruka sehemu nyingine. Unapata vizuri ilikuwa namna hivyo, na ulikuwa unatahiria kwa nyumba. Tulikuwa tunatoka usiku, mnaenda mnatahiri, alafu mnarudishwa asubuhi saa 9 ya usiku. Unaona alafu sasa mnarudishwa, ndo mnakuja mnaelezwa iko hivi na hivi. Kuna wale vijana ambao walitahiri miaka kama 2 ambao hawajaoa, ndio walikuwa wanakuja wanawapa ile ushauri na nini. Unapata vizuri wanawapa ushauri iko hivi. Unapata vizuri. Sio kulingana na mila ilikuwa ni inafanywa hivyo. Sasa kulingana na dini ya Uislamu ndio tunakuambia akiwa mtoto mdogo anatolewa ngozi. Inatolewa kwa sababu ni katika imani na ni katika dini. Inatolewa ile ngozi. Vizuri inatolewa akiwa mtoto anaenda akinini. Unapeleka mtoto pale hospitali anatolewa. Sababu siku hizi misitu mlishachoma mikao. Unajua misitu mingi imechoma, na pia magonjwa, angalia ngoja kidogo, pia magonjwa yamekuwa mengi. Unajua zamani tulikuwa unatahiriwa wewe na ile kifaa imekutahiri, ndio inatahiri huu mwingine, ndio inatahiri mwingine, ndio inatahiri huu mwingine. Unaona, ikaja sasa maradhi wakawa wanaichemsha ile kitu. Unaona, huyu akitahiriwa inarushwa kwa moto, inaunguzwa kidogo, inarushwa kwa maji ambayo inatokotoa atitoe hiyo germs, alafu anakatwa au mwingine anakatwa au mwingine. Ikaja kukaa kuna maradhi mengi. Sasa ukikatwa na ile vifaa imekata, hiyo inatupwa. Pia inakuwa kazi ngumu. Unaona? Na kukaja ma professional sasa wa kukata. Wakawa wanakata ile ngozi inaondoka. La mwisho. Sasa ni dhambi ama ni hatia kufanya ile tohara ya traditional kwa Waislamu? Kama ni traditional ambayo haingiani na mila ya kumuudhi Mwenyezi Mungu, hakuna vitu ambayo inachinjwa kwa miungu mingine ama nini, wamefanya ile traditional yao na kula vitu haramu ama nini, mtoto labda akifika miaka 10 ndio wanatahiri, sijaona, isipokuwa nitauliza mashekhe pia. Tauliza for direction ya mashekhe. Kiangalia ile yako ya Wakikuyu hiyo. Naenda kombo ile Wakikuyu inategemea kulingana na wao namna walikuwa wanafanya hiyo. Nimekwambia ni katika desturi ya Wakikuyu. Sasa hii tuna desturi ambao sijui ya Waluya inaingiana ama ni ya Waganda ambao wanaitwa Wagisu. Wanachukua mtoto wanakimbiza mchana mzima huku, wamepaka sijui ni matope wanapakanga, hata iko karibu kufika hiyo mwezi, sijui ni hii mwezi hii mwezi wa 8 tunawaona huku kwa vijiji wanakimbia, hata Wagisu wanakimbiza watoto wakiwa uchi
hiyo sasa unamwadhibu mtoto. Naona sasa hiyo mila unamwadhibu tu yule mtoto. Kwanza kumkimbiza hivyo sana, damu inachemka. So ukienda kukata damu inatoka haraka. Ndio unaona sisi tulikuwa tunatahiriwa usiku saa 9 ili kuzuia unakuwa mwili imeganda. Sasa hawa naonanga wanakimbia mchana. Ni desturi yao lakini kidogo. Alafu mtoto ako uchi inakuwa kama adhabu. Unaona? Zamani walikuwa wanaenda kwanza wanaenda kuogelea mtoto kwanza. Ndio iwe baridi ile saa 9. Unaona? Sasa naona ni kama wanawaadhibu. Sio nikiwa na maadili mazuri lakini kulingana na wao wanafanya kimila yao. Unaona? Sasa wakiwa Waislamu tunarekebisha hiyo mila yao. Wanakuja katika mila ya Nabii Ibrahim alayhi salam ambao ndio mila ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa vitabu hatujaelezwa haswa kama Ibrahimu alitumia mbinu gani kufanya hiyo kitendo. Nimekuambia iko katika hadithi. Tunaelezwa namna Ibrahimu alivyoamrishwa na Mwenyezi Mungu aweze kuwakata watoto wake, aweze kuwatahiri. Nimesema hapa. Inatueleza vizuri hizo hadithi. Takuletea kama unataka tukuletee kesho ama zama hizo kukata. Ilikuwa kukata ni ile ngozi ya mbele. Si ndio, lakini yani ile process kama yako ya Ukikuyuni, si umeeleza iko na hiyo. Yake haikuwa hivyo. Yake yeye kwanza ameamrishwa na Mwenyezi Mungu aweze kuwatahiri wale vijana yake, akachukua akawatahirisha wale vijana yake. Haina tradition ati watu wakimbia mawafanye sio kama hiyo. Sio kama hii yetu ya Wakikuyu wala ya Waluhya, hapana, haikuwa kama hiyo. Sawa. Very simple. Ni kama tunafuata ya Ibrahim. Nyinyi mumeamua kufuata ya Ibrahim. Lazima tufuate. Tunafuata Ibrahimu. Nabii Ibrahimu Muislamu ni Muislamu ndugu yetu. Tumeacha hii yetu kwa sababu ilikuwa na uzito mwingi sana. Kama hiyo ya kuwakimbiza watoto wakiwa uchi kuanzia asubuhi mpaka saa 9 ya mchana ndio anatahiri. Kwanza ule mtoto amechoka. Ni dhiki, unampatia dhiki katika maisha, sio vizuri. Yaani katika Uislamu hatujawekewa uzito. 22:78 Qur'an. That's why unaona tunafanya wepesi. Katika dini hatujawekewa uzito. Hii ya mila ni nzito. Mila zingine zilikuwa zinaweka ujahilia ndani yake. 22:78. Bismillahirrahmanirrahim. Naipigania ni dini ya Mwenyezi Mungu kama inavyostahili kupiganiwa. Tupe vitu. Yeye amekuchagueni muwe umolio bora. Wala hakuweka juu yenu mambo mazito katika dini. Sisi hatujawekewa mambo mazito katika dini. Tumewekewa wepesi, very simple. Sio unachukua mtoto, unatoa nguo, unamkimbiza. Asi hata faint hata. Salamu alaykum. Kusali uwanja ya Jakaranda. Tulia tu hapa. Unaogopa nini? Mimi naitwa Salim. Mimi naitwa Elvis. Elvis, Muislamu, Mkristo. Songea tu usiwe na wasiwasi. Mkristo. Kwani kuwa Mkristo ni hatia? Usiogope kutangaza. Asante, usiogope. Una swali yote ungependa kutuuliza? Labda siku nyingine. Mbona mimi niko na swali ya kukuuliza? Niulize. Mbona ukaamua kuwa Mkristo? Bani, mbona ulitoa maamuzi ya wewe kuwa Mkristo? Hiyo maamuzi ulikujaje na ukawa na solution ukasema mimi nitakuwa Mkristo? Hiyo maamuzi ulitoa toaje? Hiyo maamuzi ya kuwa Mkristo ni kulingana venye nilisikia Injili. Sasa ulisikiaje hiyo Injili ikakuvutia? Na sisi utuelezee kidogo tuone kama itatuvutia. Maana ni kuelimishana tu. Yaani hiyo Injili ulisikia nzuri ikakuvutia ukawa Mkristo. Mbona usituguzie kidogo? Hiyo Injili nilipata mahali inahubiriwa. Sasa nikaona hiyo ndio njia tristi na mimi nitakuwa naifuata. Walikuwa wanahubiri vipi mpaka ikakuvutia? Walikuwa wanasema mtu akiwa Mkristo atakula ugali mkubwa, ama mtu akiwa Mkristo atakunywa chai mingi, ama walihubiri nini haswa ili kuvutia hivyo vitu? Walinihubiria kulingana yale Mwenyezi Mungu alikuwa anahitaji. Gani hivyo? Gani hiyo? Gani? Ati utaniambia siku nyingine. Yaani wewe ulihubiriwa kitu lakini hutaki kutueleza na ikakuvutia, lakini unataka kutueleza siku nyingine. Na tulikuwa tunataka tujue leo kaketu. Mbona utufiche uzuri? Mbona hutaki kutupa faida? Yaani wewe ulihubiriwa kitu mzuri na ukapenda na ukawa Mkristo. Sisi tunakuuliza hiyo kitu utueleze. Haujui decision yenye tunataka kumeki ni gani? Sasa mbona hutaki kutuhubiria hiyo kitu ulihubiriwa au ilikuwa mbaya? Haikuwa mbaya. Ilikuwaje?
Acha nitaongea siku nyingine. Asante. Yesu unamjua? Ngoja kwanza, hiyo umekataa kutuambia. Mbona ulikuwa Mkristo na nini kilisababisha? Umesema utatuambia siku nyingine. Hatujui kama tutakuwa hai hiyo siku nyingine. Mwenyezi Mungu akituweka hai inshallah utatuambia. Yesu unamjua? Yesu namjua kabisa. Yesu ni nani kulingana na nyinyi wa Kristo? Kulingana na sisi wa Kristo, Yesu ni yule mwenye alitukufia huko msalabani. Yaani Yesu alikukufia msalabani Kwa ajili yangu mimi kufanya nini? Kuniokoa. Sasa alikuwa anakukufia kuokoe kutokana na nini? Dhambi. Maana yake sasa una dhambi wewe. Sasa ndio maana kila siku uanga na dhubu dhambi. Sasa utatubu namna gani kila siku dhambi? Kumbe Yesu alikufa bure. Kwa sababu saa hii mtu akikulipia deni, utakuwa tena unalipa kila siku deni na mtu alikulipia deni? Au utakuwa unalipa, utakuwa unajua njia nyingine yenye utakuwa una survive na. Asante. So kama umelipiwa deni maana yake unajua hauna deni. Sasa wewe Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi yako. Maana yake wewe huna dhambi? Sina dhambi. Biblia inasemaje kama uko na dhambi? Petro wa kwanza 1:8. Sikia Biblia inasemaje? Inasema mwalimu wangu. Yohana waraka wa kwanza wa Yohana 1:8. Sikiza inasemaje? Kaketu anasema hana dhambi. Tukisema kwamba tuna dhambi, Biblia inasema ukisikia mtu yote anatembea akisema hana dhambi, tuwajidanganya wenyewe. Kwanza anajidanganya mwenyewe. Biblia ndio inasema ukisikia mtu anasema hana dhambi, kwanza huyo mtu anajidanganya mwenyewe. Wala kweli haimo ndani mwetu. Wala huyo mtu hana ukweli. Biblia inasema ukisikia mtu anasema hana dhambi, hana ukweli ndani yake. Kwa sababu hakuna mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke anafanya mazuri peke yake asifanye dhambi. Hamna. Sasa wewe ndio wa kwanza tumepata. Na Biblia inasema sijasema eti mimi niko mkamilifu. So uko na dhambi. Na Yesu alikufa, kumbe Yesu alikufa bure. Alikufa lakini huwezi jua Sisi alinibebea lakini dhambi gani alikubebea na dhambi gani alikubakishia? Kwa sababu huwezi niambia mtu amenilipia deni na bado unaendelea kulipa deni. Sasa na unaendelea bele kudaiwa. Sasa itakuwa ni deni gani alikulipia? Si lazima awe amekulipia deni hii akakubakishia hii ndio unasumbuka na hii. Sasa kama Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi yenu nyie wa Kristo, mbona leo bado mko na dhambi na mnasema mnaendelea kutubu dhambi? Kwani alikufa kwa ajili ya dhambi gani specific? Unajua afadhali kuambiana ukweli sometimes. Unajua sisi Waislamu tunapoangalia tunashangaa. Nyie mnasema hamna dhambi na mko katika hii dunia tunaoishi. Mnapata matatizo tunavyopata sisi na nyie hamna dhambi. Tukikosa kodi tunangolewa. Tukikosa kodi sote hapa kijijini, niking'olewa mlango wewe unang'olewa mlango. Na wewe una dhambi. Bati liking'olewa na wewe unang'olewa. Sasa nashangaa. Ilikujaje kwa nyie hamna dhambi? 7:20 Mhubiri. Yaani kila mtu ako na dhambi zake na ndio mnaambiangwa na kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Kila mtu atabeba dhambi zake mwenyewe. Hakuna aliyekubebea dhambi. Hakuna. Yesu hajakubebea dhambi yoyote. Kila mtu anabeba makosa yake mwenyewe, ndio unaambiwa utubu kwa Mungu. 7:20 sikiza inasema. Nitasoma kama ilivyoandikwa mwalimu wangu. Bila shaka hakuna mwanadamu mwenye haki hapa duniani. Hakuna mwanadamu mwenye haki hapa duniani ambaye afanya mema asifanye dhambi. Ambaye kazi yake anafanyanga mema na afanyangi dhambi, huyo hapatikani duniani. Sasa wewe unafaa uwe unaishi mbinguni wewe. Unasemaje? Na Yesu anasema hajakuja kufa kwa ajili ya dhambi ya mtu. 8:21 Yohana. Wewe pole, lakini mwenye alikupatia hiyo magugu ndio alikukosea. Wala hata anafurahi kwa sababu hakuanga anaambiwa hivi. Yaani wewe ulipiwe deni na bado unaendelea kudaiwa deni. Hakuna. Sikiza. Basi akawaambia tena. Yesu akawaambia tena. Mimi naondoka. Nanyi mtanitafuta. Nanyi mtakufa katika dhambi yenu. Yesu anasema watu wanakufa katika dhambi yao. Yeye hajakubebea dhambi. Sasa hiyo miaka yote umekaa katika giza ukidhania ati Yesu alikubebea dhambi, wewe unafanya maovu unadhani Yesu ndiye anabeba. Alafu kwani yani wewe ufanye maovu Kenya, alafu mtu ati alikuwa Palestina ati akubebee dhambi.
kwa sababu Yesu alikuwa ni Mpalestina. Kwa sababu Israeli yenye iko saa hii imetengenezwa 1948 na imetengenezwa na Waingereza. Na Yesu 1948 hakuwa. So alikuwa zamani na hakukuwa state ambayo inaitwa Israeli. State of Israel imetengenezwa 1948 na Waingereza. So Yesu alikuwa ni Mpalestina kwa sababu Wapalestina walikuwa pale. Alafu Mpalestina ati akufe kwa ajili ya dhambi yako wewe Mkenya. Thubutu, hamna kitu kama hiyo. Ni uwe Muislamu, utubu dhambi zako, Mwenyezi Mungu akusamehe. Hamna mtu kukubebea dhambi, hamna. Nakubali. Unakubali? Hata babako hawezi kukubebea dhambi, hata mama yako hawezi. Hamna anayeweza kubebea mwenzake dhambi. Kila mtu ataulizwa dhambi yake. Ezekiel 18:20. Hata babako hawezi. Roho itendao dhambi ndiyo itakaokufa. Tupe vitu. Mwana hata uchukua uovu wa baba yake. Wala baba hata uchukua uovu wa mwanawe. Haki yake mwenye haki itakuwa juu yake. Na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake. Kila mtu anaulizwa kwa yale anayoyachuma. Wewe kama unafanya mabaya utaulizwa kwa mabaya yako. Wewe kama unafanya mazuri utalipwa kwa mazuri yako. That's why hata katika nchi ya Kenya kumewekwa koti. Koti ni pale ukienda unaambiwa fulani bin fulani tumekustaki na hii. Uwezi ambia jaji hiyo makosa Yesu alibeba, jaji anakuongeza kifungo ya miaka 20 nyingine. Na ni Mkristo mwenzako. Yaani wewe jaji aseme wewe tunakustaki na makosa hii na hii na useme yuaona na inua mkono, anakuuliza unataka kuongeza nini? Unamwambia yuaona Yesu alibeba dhambi yangu hiyo yote. Atakwambia wewe kichwa yako kwanza sio mzuri, upitiswe pale madhari kwanza upimwe kichwa, alafu na kuongeza miaka ingine 20 juu ya hii kifungo yako. Garia kaka anafurahi. Na jaji Mkristo ndio ukweli ulivyo. Kila mtu anaulizwa kwa yale aliyoyafanya. Hakuna anayekubebea dhambi. Manabii walikuja kutuonyesha jinsi ya kutubu tunapoteleza. Hawakuja kutubebea dhambi zetu. Qur'an 66:8. Usije ukastuka. Maana unaweza stuka ukapata pressure na hatuna burufe. Sisi tunakuambia ule ukweli ulioko. Unajua kule unapoendanga ibada wewe unapambwa ukiambiwa dhambi zako zimebebwa. Hamna. Hamna. Unaambiwa dhambi zako zimebebwa, wewe usijali. Wewe kaa unavyotaka. Wewe. Sikiza. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Tupe vitu. Enyi mlioamini. Tubuni kwa Mwenyezi Mungu toba iliyo ya kweli. Qur'ani inatuambia tutubu kwa Mungu tauba iliyo ya kweli. Ukisikia tauba ya kweli maana yake ile uchafu ulikuwa unafanya unaachana nayo kabisa. Kama ulikuwa wewe ni mlevi unatubu kwa Mungu unaachana na ulevi kabisa. Na ujute mbona niliingia katika hiyo maasi ya ulevi. Kama wewe ulikuwa unafanya kamari. Kamari ni dhambi tena kubwa. Wewe unaachana na kamari, unarudi kwa Mungu na unatubu na unajuta. Kuna watu wamepoteza milioni za pesa kwa kamari. Mtu ananunua hii magari yake ama nini yake, anaingia kwa kamari, mwisho mpaka anauza hiyo gari, anabaki tena hana chochote, anawekelea kamari. Kamari inakula mali yako vibaya sana. Na uwezi tajirika kwa kamari. Hamna mtu aliyetajirika kwa kamari. Watu ambao wanaotajirika ni watu wanaofanya kazi. Sio mambo ya kunini biashara. Mtu anaingia biashara anafanya biashara zake. Sio mambo ya kucheza kamari utajiriki. Yaani mtu yeye alete pesa yake akuwekee pale, akuambia ati wewe ukitoa 50 utawini 200,000. Pesa gani inaozaa namna hivyo? Dunia gani? Hata banki gani inazalisha namna hivyo? Yaani 50 izae 200,000. Karibu katika Uislamu. Uko na swali? Hamna, asante. Yamekwisha? So karibu tunakukaribisha katika Uislamu. Mimi najua ulikuwa unadhani umebebewa dhambi lakini umejua hamna. Na kakaangu pia nimekuona. Mimi wananiita Salim. Naitwa Matthew. Matthew, asante sana. Muislamu, Kristo Matthew? I'm a Christian. You are Christian. Mashaallah. Alete hoja. Najua nakwambia mashaallah kwa sababu nimesikia unaongea ukiwa na confidence yako. Unasema yani unajiamini. Mimi ni Mkristo. Hebu lete swali yako. Sio kujiamini, mimi ni Mkristian. Wewe ni Mkristo? Asante, lete swali. Swali yangu ilikuwa tu baadhi sasa si kwa redi lakini nazauliza tu. Ninyi Waislamu Wakristo wote hawataingia mbinguni?
Unajua sisi hatuhukumu. Kulingana na nyinyi mnasema. Sikiza kwanza, Waislamu sisi hatuwezi kuja tusimame hapa tuseme Wakristo wote hawaingii paradise. Hapana, tutakuwa tunakosea. Anayehukumu ni Mwenyezi Mungu, na amesemaje katika Qur'ani? Qur'ani 3:85. Wewe unaniuliza kama Wakristo wote hawataingia peponi? Kulingana na Waislamu. Kulingana na Uislamu. Sikiza Qur'ani 3:85. Antasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na anayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu, ya Kiislamu, basi haitakubaliwa kwake. Mungu anatuambia hiyo dini ingine hatoikubali. Naye akhera atakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa. Na wewe siku ya mwisho watakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa. So, na hasara ya kule peponi sio kukosa mali, ni hasara ya kuingia katika moto wa Jahannam. Na ndio wakiwa motoni wanasemaje? 15:2 Qur'an. Sikiza, wanajuta wakiwa motoni, wanajuta wangekuwa nani duniani. Sikiza inasemaje Qur'an. 15:2 al-Karim. 2 muonyeshe kake. Bismillahirrahmanirrahim. Mara nyingi wale waliokufuru watatamani huko motoni lau wangalikuwa Waislamu. Kumbe hawa ambao hawakuwa Waislamu wakiwa motoni watatamani lau tungekuwa Waislamu, kwa sababu Waislamu wako peponi, wako paradise. Sasa swali yangu hapo ni dini inapeleka mtu mbinguni? Dini inapeleka mtu mbinguni? Dini inakupeleka hapa 6:26 Qur'an. Nitasoma. Umesema wangetamani kuwa Waislamu. So nauliza, dini ya Uislamu inapeleka mtu mbinguni? Asante. 6:26. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Mwalimu wangu. Na hii dini ya Uislamu ndiyo njia ya Mola wako iliyonyooka. Uislamu ndiyo njia ya Mungu iliyonyooka. So Uislamu inakupeleka kwa Mwenyezi Mungu. Haikupeleki motoni. Inakupeleka kwa Mungu. Tena inakupeleka peponi, paradise. 40:40 Qur'ani. Ngoja hii ya mwisho. Kijana mzuri, sitaki uchoke hapa duniani tena huko peponi uende ukapata shida. Ya kwamba hapa duniani haupo, alafu tena huko unatafutwa. Afanye ubaya hata alipo ila sawa na huo uovu wake. Tupe vitu. Na afanye wema akiwa mwanamme au mwanamke naye ni Muislamu, basi hao wataingia peponi warisikiwa humo bila hisabu. Tunaambiwa mwanaume au mwanamke yeyote akifanya mazuri lakini sharti awe ni Muislamu ataingia paradise. Anaenda paradise. So ukifanya mzuri lazima ukuwe Muislamu. Ukitaka kufanya vizuri ulipwe hapa duniani na kesho lazima uwe Muislamu. Lakini ukifanya mazuri na wewe si Muislamu unalipwa hapa duniani, kwa sababu Mungu ni justice, hawezi kukudhurumu. Unalipwa hapa duniani, lakini kule hautakuwa na malipo kwa sababu haukuwa Muislamu. Ukiwa Muislamu malipo yako yanakuwa extended, unalipwa hapa duniani na unalipwa peponi. Unaingia paradise. So kuwa Muislamu upate hayo malipo. Hapana. Haina uzito Uislamu. Very simple religion. Unapiga kazi yako, ikifika saa 7 unachukua tu 10 minutes, labda unaingianga lunch 20 minutes, 10 minutes unaingia tu hapa kwa msikiti. Sala haiteki muda mwingi, unamaliza unarudi job yako. Very simple Uislamu. Lakini Bible inatuambia inafaa siku moja tupumzike tukimwambia Mungu asante. Ni kweli? Hakuna sisi wakati tunapumzika tukiwa hapa duniani, siku zote tunafanya ibada. Kupumzika tunapumzika kufanya kazi, lakini ibada lazima tufanye. Hata ukiwa vacation gani lazima ufanye ibada, kwa sababu ibada ni wajibu katika Uislamu. So mnapenda Mungu masaa kidogo sana kwa maisha yako yote. Hatumpei ama kwa siku moja unapea Mungu ina wiki unapea Mungu masaa kidogo. Hatupei Mungu masaa kidogo, ni utaratibu aliotuwekea Mwenyezi Mungu. Dhuhuri iko na raka 4. Ukimaliza raka 4 kama utaswali sunna is okay. Kama utakaa kwa msikiti usome Qur'ani unapata thawabu nyingi. Kama uko na nafasi ya kwenda kuendelea kazi yako, ukimaliza raka zako 4 unaenda kufanya kazi yako, kwa sababu pia kazi ni ibada katika Uislamu. Kufanya kazi ni ibada, kwa sababu unafanya kazi, unapata riziki yako kwa halali, kwa jasho yako, unalisha familia yako, ni ibada hii.
Hujaenda kunyonga watu wala nini, wewe umefanya kitu yako ya halali, ni ibada. Sawa. Sasa mimi nauliza, hapo Qur'ani kuna mali inasema Bible ni mbaya? Qur'ani haijatuambia Bible ni mbaya, ila Qur'ani imetuambia tu ndio muongozo kwa watu. 17:9 Qur'ani. Sawa, ni muongozo kwa Waislamu. Sio kwa Waislamu. Qur'ani hakuna mahali imesema ni muongozo kwa Waislamu, hapana. Inasemaje? 17:9 Qur'ani. Antasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Hakika hii Qur'ani inaongoza katika njia iliyonyooka kabisa. Qur'ani inaongoza katika njia iliyonyooka kabisa. Na Qur'ani ni kitabu cha watu wote, sio kitabu cha Waislamu. Ukisikia mtu anasimama Qur'ani kitabu cha Waislamu, anakosea. Qur'ani ni kitabu cha watu wote, kwa sababu Qur'ani ni kitabu cha Mwenyezi Mungu, na Mungu ni wa watu wote. Ndio inaitwa huda linnas, ni mwongozo kwa ajili ya watu. Si hivyo ndio Wakristo pia husema Bible ni ya watu wote. Na ndio maana nauliza kama kama kuna mahali imeandikwa Bible ni mbaya. Na kama hakuna, inamaanisha vile believe Qur'an ya watu wote. Hizi pia Wakristo tumeamini Bible ni ya kila mtu. Vile tu sasa nyinyi mtaki kusoma Bible. Sisi tunaisoma, si ndio? Hii hapa tumebeba tunasoma. Msikiti mnasomea Bible? Kwa msikiti tunasoma Qur'ani, kwa sababu kwa msikiti tunaangalia kitabu kilipewa nabii gani. Tulipoangalia Biblia ilipewa nabii gani, tulikosa. Hatujajua. Tukajua Taurati imepewa Musa, Injili imepewa Yesu, Zaburi imepewa Daudi, Qur'ani imepewa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amepewa Maka na Madina. Lakini Biblia tulipochunguza hata hatukujua iliandikiwa nchi gani. Wewe labda utakuwa na elimu, utuambie Biblia ilitoka katika nchi gani, kwanza tujue, na iliandikwa kwa lugha gani, na mwandishi nani alipokelewa akapewa Biblia ndio hii, tujue kwanza ilikuwa kwa nchi gani ambao is originated. Bible ili originatiwa katika nchi gani duniani? Bible si mambo originate kwa nchi gani? Bible ilikuwa, wale walikuwa wanaandika Bible walikuwa wameinspired na God, Mungu. Walikuwa wapi, sehemu gani duniani? Si nchi zao huko Israel, Dausi, wapi Misri. Israel imetengenezwa 1948 na Waingereza. Sasa ukisema Israel nitakuwa na wasiwasi, kwa sababu Israeli ni ya Zionist. Imetengenezwa 1948, imetengenezwa na Waingereza. Wakati hao walifukuzwa na kina watu hao Mayahudi walifukuzwa na Hitler. Wakakosekana sehemu ya kupelekwa, ikatolewa rai waletwe Uganda. Ikapingwa tena wasiletwe Uganda. Ikasemekana nini? Nani watawapokea? Wafalestina wakasema waletwe, watawapokea in humanity. Walipopelekwa pale, ikatengenezwa inchi state inayoitwa Israel 1948 na Waingereza. So ukiniambia Biblia imeandikwa Israeli, nitajua Biblia ni ya 1948. Sasa kitabu ya 1948 ni ya juzi hapo. So sijajua na sio Bible yote. Kuna umeniambia originate from wapi? Wapi ilitokea? Watu wote wako kwa nchi moja. Walikuwa wapi? Walikuwa Palestina, Jordan ama wapi? Vitu kama hizo sasa. Sasa utapata maybe mtu alikuwa anaandika Bible, alikuwa anaandika message kwa watu wengine, mali alikuwa kulingana na kitu kinachofanyika hiyo time. Unaona? Sasa na itakuwaje imeandikiwa hiyo sehemu unasema, kwa mfano hiyo Israeli ambao Zionist wako, Ukristo wenyewe ni 1.9%. Sasa waliandikaje kitu hata wao wenyewe hawakukiamini? Enda Saudi Arabia, mahali Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amezaliwa na akakulia hizo area. Uislamu ni almost 98%. Saudi Arabia 98% Waislamu. Enda nchi ya Jordan, enda nchi ya Palestina, enda nchi hizo, Uislamu iko juu. Ukristo ndio unaupata katika Italy. Wakati Italy hakuna nabii aliyefika pale akasema andikeni hii kitabu ama nini. Kini sawa, it's okay. Sawa, it's okay. Verses vizuri, hakuna shida. Wewe jiandae. Ningekuwa najua. Wewe jiandae, alafu uandike kwa karatasi vizuri. Unajua tunajifunza, enda uandike kwa karatasi vizuri. Hata mimi nikilelewa, unajua mimi nimezaliwa katika Christianity. Kwa akili yangu nilikuanga nadhani Israeli ni Wakristo tupu wako kule. Wakati nimekuwa mtu mzima nikajua kumbe hata Israeli hakuna Ukristo. Nikashangaa, mbona tulikuwa tunaambiwa sijui Israeli, Biblia inaandika Israeli, na hawa watu hata sio Wakristo na waamini hata Biblia. Wako na kitabu yao wanaita Talmud. Hakuna Ukristo katika Israeli. Si uko na simu?
Jaribu si ndio hii iko hapa smartphone. Angalia the percentage of Christianity in Israel ni wangapi? Wakifika 2% njoo uniambie nimekosea. Wako almost 1.9%, hawajafika. Sawa. Enda ufanye research yako. Alafu uende uandike nini yako, maswali yote, alafu ukuje nao. Kwa sababu ile kitu tunafanya, tunafundishana na tunafunguana akili. Na nipata vizuri. Wewe haiwezekani unaamka saa 9, ukafanya kazi yako, alafu mwisho wa mwezi mtu anakuambia umpelekee 10%. Alafu amepumzika. Itakuwa amekufanya wewe ni slave wake. Sio hivyo. Haikuwa tupelekee mtu. Okay, I'm sorry to say this. Maybe unatapata pastor wetu wa siku hizi, for example. Mimi sijaongelea pastor. Nimekuambia hivi, siko huko. Usiende huko. Mimi nimekuambia mtu anakuambia umpatie 10% wakati unaamka saa 9, na hata hiyo mshahara pesa unayopata haija kutimizia mahitaji yako. Ile kitu sisi tunafundishwa Waislamu ni ukipata mtu mnyonge kukuliko sasa wewe ndio unamsaidia, ambao yuko chini yako. Sio yuko juu yako. Yule yuko chini yako. Unafaa kumsaidia, ima kwa sadaka ya pesa, ima kwa sadaka ya chakula, ima kwa sadaka ya kitu yoyote, kwa sababu ako chini yako na unaona huyu anateseka. Na pia Waislamu wanatoa kitu inaitwa zaka, lakini zaka inatolewa na matajiri, watu ambao wana uwezo. Ndio wanatoa mwaka mara moja, sio kila mwezi. Mwaka mara moja anatoa zaka, anawapatia maskini. Yule watu wanyonge anawainua kutoka katika ule unyonge wao, wanaweza kujimudu kimaisha. Yani Mungu amepangilia kila kitu. Lakini sio wewe mnyonge uwapatie wenye wako nazo. Haijakuja hivyo. Usije ukapatwa na pressure na hatuna brufe. Enda uandike hiyo kitu ukuje nayo kesho. Inshallah. Sawa Mimi wananiita Salim. Mimi wananiita Brian. Brian, asante sana. Haya, njika swali Brian. Muislamu Kristo? Mimi namuamini Yesu. Wewe unamwamini Yesu. Lakini wewe sio Mkristo. Ukristo ni religion. Hiyo ni religion. Sikuwa nimeuliza hiyo. Nikiuliza hiyo utaniambia. Nimeuliza hivi. Je, wewe ni Mkristo au ni Muislamu? Kama Yesu ni Mkristo, mimi ni Mkristo. So wewe hujui wewe ni nani? Sasa mimi niko kueleza hiyo kenye unauliza. Lakini niko na swali before ndio nataka kuulizia hapo sasa. Haya, elezea ama uliza kwanza swali, utaelezea. Swali number 1. Kwa kitabu cha Quran, who was the first Muslim? Kwa? Muislamu wa kwanza alikuwa nani? Kwa kitabu cha Quran. 22:78 Qur'ani. Walikuwa ni wengi, sio mmoja. The first one, lazima kukuwe na mmoja, tuseme kama ni Muhammad ndiye alianza ama ni who was the first? Tunajua ni Adam, lakini sikiza 22:78. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ipiganieni dini ya Mwenyezi Mungu kama inavyostahili kupiganiwa. Asante. Yeye amekuchagueni muwe umulio bora. Wala hakuweka juu yenu mambo mazito katika dini. Nayo dini hii ni mila ya baba yenu Ibrahimu. Yeye Mwenyezi Mungu alikuiteni Waislamu tangu katika vitabu vya zamani huko. Na katika Qur'ani hii pia mmeitwa jina hilo. So sisi tunaambiwa Waislamu waliitwa tangu vitabu vya zamani huko, maana yake Taurati, Zaburi na Injili waliitwa Waislamu. Na pia katika Qur'ani tumeitwa Waislamu. So sisi katika imani ya Kiislamu tunajua Muislamu wa kwanza mwanadamu duniani ni Nabii Adam alayhi salam. Ndio amepewa Uislamu na Mwenyezi Mungu. Hapa imesema hivyo. Hapa tumeambiwa wale wa zamani. Sasa Qur'ani 2:213. Pole. Mahali imetajwa Adam ama Abraham, ndo nataka tu kujua he was the first Muslim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Watu wote walikuwa wa dini moja ya haki aliyokuja nayo Nabii Adam. Tunaambiwa watu wote walikuwa wa dini moja ya haki aliyokuja nayo Nabii nani? Ndo Muislamu. Ilisemekana Adam ni Muislamu. Adam amekuja na dini ya haki, si ndio? 3:19 hiyo dini ya haki aliyokuja nayo Adam tujue ni gani? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Bila shaka, bila wasiwasi, dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. So tunaambiwa Adam alikuja na dini ya haki, ambao hii dini ya haki ni Uislamu. Imetajwa hivyo. Kumaanisha Adam si anatajwa kwa Bible. Hii Biblia si kuna mambo na Adam. Nadhani anatajwa.
anatajwa. So according to Bible pia ina clarify that Adam alikuwa wa another religion enye si Ukristo. Ngoja kidogo. Sisi kulingana na Qur'ani yenye uliniuliza, Adam tumepata ni Muislamu. Sasa wewe kulingana na Biblia, Adam alikuwa dini gani? Kwa sababu wewe umeniuliza kulingana na imani yenu Waislamu, na nimekupa kulingana na imani yetu ya Qur'ani. Adam ni Muislamu, na Adam hakuna mwanadamu mwingine alikuwa mbele yake. Sasa kulingana na Biblia, Adam wa Biblia alikuwa dini gani? Utueleze, alikuwa Shinto au alikuwa hii au alikuwa hii? Je, Biblia inasema Adam alikuwa dini gani? Kama kwa Biblia kutaja ni Mkristo na kutaja ni Muislamu, mbona nyinyi mnasema ni Muislamu? Tunasema kwa sababu tunafuata Qur'ani. Qur'ani ndio imetuambia Adam ni Muislamu na sisi ni wafuasi wa Qur'ani. Wewe ndio umesema Biblia unaiamini. Sasa wewe ungenionyesha katika Biblia inasema Adam alikuwa dini gani, unasema haijatajwa. So sisi waachane na sisi tubaki tunajua Adam ni Muislamu. Abraham ni Muislamu. Abraham naye ndio tunakuja. Qur'ani 3:67. Ma kana Ibrahimu yahudia wala nasarania walakin kana hanifa muslima. Yani alikuwa ni Muislamu huyu Nabii Ibrahimu alayhi salam. According to story yenye mnajua ya Abraham, kulingana sisi na Qur'ani. Kulingana na Qur'ani, Ibrahimu Muislamu. Adam alikuwa na watoto wangapi? According to, kuna mtoto alikuwa anaitwa Isaac. Si mnamjua? Adam hakuwa na mtoto anaitwa Isaac. Adam hajai kuwa na mtoto anaitwa Isaac. So hiyo itakuwa hiyo Biblia itakuwa imedanganya. Kama inasema Adam alikuwa na Isaac, itakuwa imedanganya. Tulia kidogo nikupe. Hiyo labda iwe Biblia pia imeandikwa usiku. Ati Adam alikuwa na mtoto anaitwa Isaac. Hiyo ni Biblia itakuwa imeandikwa usiku. Adam hajai kuwa na mtoto anaitwa Isaac. Ibrahimu gapi inasema Adam alikuwa na mtoto anaitwa Isaac? Ibrahimu ndiye alikuwa na mtoto anaitwa Isaka, na mtoto wa kwanza wa Nabii Ibrahimu alikuwa anaitwa Ismaili, second born ndio anaitwa Isaka, the first born anaitwa Ismaili. Unaongelea Abraham sio Adam. Oh, asante. Ibrahimu alikuwa wawili, first born ni Ishmael, si ndio? First born ni Ishmael, second born ni Isaka. Story ya Isaka kama unaijua? Story ya Isaka naijua vizuri sana. Kwa Qur'an. Story ya Isaka utaipata kwa Qur'ani. Alikuwa ni Muislamu. Wale ni watoto wa Nabii Ibrahimu, wote walikuwa ni Waislamu. Manake ni uzao wa Ibrahimu. According to the Bible, Isaac alizaa watoto wangapi? 12. Now 12. Isaac alizaa watoto Isaac alizaa Jacob and Esau, si ndio? Jacob and Esau. Ndio ngoja uniambie kwa sababu umesema iko Biblia. Kwa Jacob and Esau siano watoto wa Isaac. Jacob alizaa watoto 12. Na hawa 12 ndio waliform the 12 tribes of Israel. Ukweli uongo? Hata tusiende mbali, pale nyuma kwa Ishmael na Isaac, Qur'ani inaonyesha mahali Abraham alimuondoa Ishmael na mamake wakaenda. Kumuondoa namna gani? Walikuwa ni family moja. Ukweli uongo? Lakini ilipofika mahali Ishmael na mamake walifukuzwa na wakaambiwa waende, ama hiyo si story kwa Qur'an? Sasa naongea na mwalimu. Ndio mimi nataka nikupate vizuri kwa sababu Qur'ani chenye kinatueleza Nabii Ismaili alayhi salam na mamake waliletwa na Nabii Ibrahimu katika mji wa Makka. Na pale katika mji wa Makka Nabii Ibrahimu amewaacha pale. Nabii Ibrahimu akarudi na alikuwa akikaa anakuja kuwatembelea. Lakini kuna miujiza iliyotokea katika Nabii Ismaili akiwa kwa sababu Mwenyezi Mungu ana mipango mingi sana, namna anavyopanga. Ngoja kidogo, hakuna shida. Takuja huko. Kwa sababu mimi ukiniuliza mbona nilizaliwa katika Mauti Kenya, ni mipango ya Mungu. Unaona venye amesema Mwenyezi Mungu ako na mipango yake. Mbona Ishmael afukuzwe Isaac abaki? Kumaanisha kenye Mungu alikuwa amepanga, na alisema kwa Bible Ishmael hata akienda juu ni mtoto wa Abraham, Mungu atambariki na atatengeneza nation yake ikuwe kubwa. Lakini covenant ya Mungu ilibaki na Isaac. Covenant ya nini? Nitakueleza hiyo covenant. Covenant ya Mungu ilibaki na Isaac. Dhambi ilifanyika wakati Adam and Eve walikula tunda. Ukweli uongo?
Ukweli uongo? Na ikasemekana maji. Ndio hiyo nataka kueleza covenant. Ngoja kwanza. Wala sina shida. Nataka ndio uende short and brief kwa sababu unaniambia Adam na Hawa walifanya dhambi. Kama Adam na Hawa walifanya dhambi, si tunajua hiyo ni yao na Mungu wao. Na Mungu aliwasamehe kwa sababu sisi haituhusu. Inasemekana dhambi imeingia duniani kupitia hao. Hiyo itakuwa ngoja kidogo. Ngoja utaongea. Hiyo sio katika imani ya Kiislamu. Imani ya Kiislamu kila mmoja atahukumiwa kwa dhambi aliyoifanya. Sio utahukumiwa kwa dhambi aliyofanya Adamu. Wewe utaulizwa tangu ulipozaliwa umejua haya na haya, mbona hukufanya hii na hii na hii? Utaulizwa yale uliyoyachuma. Utaulizwa Adamu alikula tunda. Hiyo itakuwa ni ya Adam na Mungu. Na sisi tunaambiwa Mungu aliwasamehe Adam na Hawa. Sisi haturidhi dhambi kutoka kwa Adam. Alafu vipi Mungu awe anaturidhisha dhambi lakini mazuri aliyofanya Adam hatuaridhi? Sawa, hiyo naelewa kenye umesema, lakini tuko kwa point ya hapa kwa Isaac na sasa unaruka. Sasa wewe ndio ulikuwa umeruka huko kwa Adam tena. Tuanze kwa Adam. Sasa unataka swali yako ni gani haswa ndio tuende kwa maswali mengine? Swali number 1. Wewe umesema Ishmael aliondolewa na mamake wakapelekwa Meka. Kumaanisha aliyebaki pale ndiyo mwenye Mungu according to mpango ya Mungu. Kwanza huyu Isaka alibaki wapi? Si walibaki pale kunaitwa Mount Amaron, hapo ndiye alikuwa. Una ushahidi? Shahidi sehemu gani ili tusome? Hebu tuonyeshe hiyo kitabu tusome. Maana nisije nikachanganyikiwa sehemu ambayo sijajua. Wewe si ni Mwafrika, itakuwaje tena wewe unatuambia tuwe na Kizungu wakati wewe Mwafrika mwenzetu tunajua Kiswahili na Kiswahili lugha yetu nzuri. Pale bado tuko hapo kwa Isaac. Kwanza Nabii Ibrahimu alikuwa katika sehemu gani ambayo ni nchi ya leo? Si ndio hiyo Qatar. Nabii Ibrahimu hakuwa Qatar. Nabii Ibrahimu alikuwa katika Uru wa Kardayo. Uru wa Kardayo ni Iraq ya sasa. Na Iraq ukiangalia ukienda kule ndio utaonyeshwa mahali Nabii Ibrahimu alikuwa. Na Iraq almost 90% ni Waislamu. Aliyebaki pale tuko kwa Isaac. Ndio nakwambia hata aliyebaki pale inaonyeshana alisambaza ile bado Uislamu, kwa sababu ingelikuwa alisambaza dini nyingine ndio ingekuwa mingi kule. Kama aliyebaki ni Muislamu, mbona alifundisha mtoto wake huyu Jacob mwenye alizaa the 12 tribe of Israel? Mbona tena alikuja akamfundisha mambo na dini ya Ukristo? Andiko gani? Ngoja. 12 tribe of Israel kuna mtoto anaitwa Juda. Si ndio? Na hii Juda ndio line yenye imezalisha Yesu. Sasa nauliza swali. Ngoja kidogo, sina shida. Andiko gani katika Biblia inasema kuna mtu amewahi fundisha Ukristo? Ndio nakwambia. Wacha hata huyo Ibrahimu. Wacha Ibrahimu. Unajua Ukristo imeanza wapi? Sijui, ndio nataka nijue. Hapo Yesu alikufa. Andiko gani? Ukristo ilianza wakati Yesu alikufa. Na story nzuri. Story yake nzuri, lakini sina andiko yoyote. Story zake nzuri, lakini hazina ushahidi wa kubackup. Ukienda kotini, unaambiwango every backup your evidence. Hiyo maneno umeongea ni kweli. Unaweza backup namna gani? Je, una shahidi? Sasa wewe umesema Ukristo ulianza mahali Yesu alikufa. Je, kuna hiyo ushahidi kwa Biblia? Nikiongelea Juda kumaanisha pia nyinyi according to Yesu pia ni Muislamu. Sisi tunaamini Yesu Muislamu. Munaamini Yesu? Alikuwa akienda kwa msikiti. Alisema ambaye alikuwa Mfaristina. Tuoneshe mahali alienda msikitini, tuoneshe na 4:16 hiyo Biblia. Ala, usiwe na kifua. Hapo pole. Mbona usiwe na kifua, vitu viko wazi. Tumpe vitu, maana vitu viko wazi. Inasema mwalimu wangu. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Akaenda Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Yesu alirudi kwa nguvu za Roho, habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Tupe vitu. Naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao akitukuzwa na watu wote. Alikuwa anafundisha katika masinagogi yao akitukuzwa na watu wote. Tupe 16, tupe vitu. Akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. So Biblia inatuambia desturi ya Yesu, alikuwa anafundisha katika nyumba inaitwa sinagogi.
Hapo umesema Yesu alikuja na nguvu za Roho. Kabisa, alikuwa akiongozwa. Waislamu mnaamini kuhusu Roho Mtakatifu? Tutakuja kwa kuamini Waislamu Roho Mtakatifu. Hiyo nitakupatia. Hiyo haina shida. Hiyo usiruke kwa sababu ujue swali aliyoniuliza, ameniuliza hivi, wapi Yesu alienda kwa msikiti kulingana na hii Biblia? Mimi nimekutolea Yesu ni msikiti. Asante, muonyeshe nyuma ya Biblia. Mimi sijaandika. Sinagogi. Msikiti wa Wayahudi. Wa Wayahudi. Kwani Yesu alikuwa Mkikuyu? Ndio huyu Muislamu. Wametaja hapa Uislamu. Wamesema hivi, sinagogi, nataka tuende polepole. Sinagogi, msikiti wa Wayahudi. Nataka tuelewane hivi. Hapa Kenya tuna matribe almost 42 tribes. Nikisema 43, nikisema msikiti wa Wakikuyu, Mkikuyu akienda kwa msikiti atakuwa dini gani? Imeandikwa ya Waislamu. Hii imeandikwa msikiti wa Wayahudi. Watu Wayahudi ni kina nani? Wao ni watu. Hao watu wakienda kwa msikiti wanakuwa dini gani? Sasa haijatajwa msikiti. Unajua hapa mimi pia simetajwa msikiti. Nikisema pia ni church. Church pia si ni kama ukisema ni church utakosea kwa sababu waliosema, hebu muonyeshe wametaja ni nini? Angalia hapa hakuna. Kanisa imeandikwa nini? Kanisa ni makanisa atakuja baadaye. Wamesema sinagogi ni nini? Sinagogi. Sinagogi. Usimwangalie mwalimu wako huko. Sinagogi. Ndio unaangalia kunusuru Sinagogi. Msikiti wa Wayahudi. So tumeambiwa sinagogi ni msikiti. Alienda msikitini ni Yesu. Ni Yesu. Na mimi na nguvu za Roho Mtakatifu. Namwamini Roho Mtakatifu. Anauliza swali, Waislamu wanaamini Roho Mtakatifu. Asaelewa Yesu Muislamu anaenda msikitini. Sasa anauliza Waislamu mnaamini Roho Mtakatifu? Si ndio hiyo? Je, Waislamu naamini Roho Mtakatifu? Qur'ani 16:102. Atasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sema Roho Takatifu, yaani Jibril. Tunaamini kabisa Roho Mtakatifu ndio huyu katika Qur'an. Tunaamini kwenye ni Jibril. Tunaambiwa Roho Takatifu yani Jibril ndio ameiteremsha hii Qur'ani. So tunaamini. So Roho Mtakatifu si Mungu. Roho Mtakatifu sio Mungu kwa sababu Mungu sio wawili, Mungu ni mmoja. Roho Mtakatifu unaandiko yoyote, ima kwa Biblia, ima kwa gazeti ambayo inasema Roho Mtakatifu ni Mungu iko? Roho Mtakatifu ni Mungu. Andiko gani inasema Roho Mtakatifu ni Mungu? Nyinyi mnaleta Biblia yake. Lete Biblia. Mnajua tu. Huyu anasema tumelete Biblia ya Kiswahili na ya Kiswahili haisemi yeye ni mzungu. Yaani ni Mwafrika wetu lakini ni mzungu. Huyu anasemaje? Exactly. Roho Mtakatifu. Fungua basi. 3:7 Waebrania ambayo inasema Roho Mtakatifu ni Mungu. Tupe hiyo. Fungua basi. Goja kidogo. Unajua huyo kijana na saa 11:30. So njoo kesho na ukuje na maswali. Shadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sema nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah na Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Ewe Mwenyezi Mungu, niongoze nife nikiwa Muislamu. Kwa hayo machache, ndugu yangu, umekuwa Muislamu. Ungependa jina gani ya Kiislamu? Chagua jina. Ungependa jina gani ya Kiislamu? Dangote. Kuna Muhammadi, kuna Ibrahimu, kuna Musa, kuna Daudi, kuna Suleimani. Ungependa gani? Ungependa jina gani? Muhammad. Karibu sana ndugu yangu. Sawa, karibu sana. Wewe ni Muislamu kuanzia leo. Usiwe na wasiwasi. Karibu sana katika Uislamu. Sawa ndugu yangu. Usikize makelele ya chura. Makelele ya chura haizuii